Ineko ni kwamba maelezo mapya yameibuka katika uchunguzi wa ajali ya barabarani inayodaiwa kusababisha kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI sasa inathibitisha kuwa jumla ya watu 28 akiwemo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na seneta wa Vihiga George Khaniri tayari wamerekodi taarifa, huku maafisa wa upelelezi wakikusanya taarifa zaidi kuhusu matukio yanayokisiwa kusababisha ajali hiyo ya tarehe 13 Disemba kwenye barabara ya Nairobi Nakuru. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo ni kwamba DCI imesema uchunguzi huo ni wa kina na utakabidhiwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma mara tu utakapokamilika. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema uchunguzi kuhusu ajali ya barabarani iliyodaiwa kusababisha kifo cha aliyekuwa mbunge Cyrus Jirongo usiku wa Disemba 13 mwaka 2025 eneo la Karai kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru bado unaendelea, huku faili ya mwisho ikitarajiwa kuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Kwa mujibu wa DCI, uchunguzi huo umekuwa wa kina, ukishughulikia masuala yaliyoibuliwa hadharani pamoja na yale yaliyowasilishwa kupitia kwa njia rasmi ya upelelezi, huku maafisa wakichambua taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Hadi sasa, taarifa zimenakiliwa kutoka kwa watu 28 wakiwemo abiria 7 wa basi lililohusika katika ajali hiyo. Awali, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliwasilisha kauli yake kwa hiari katika uchunguzi huo, huku seneta George Khaniri na mkewe Eunice Chelagat pia wakirekodi taarifa zao. DCI imeeleza kuwa seneta Khaniri na mkewe walifika katika eneo la ajali usiku wa tukio na kusaidia kurahisisha usafirishaji wa mwili wa Jirongo kutoka makafani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha hadi yale ya Lee hapa jijini Nairobi. Uchunguzi wa mwili wa marehemu Jirongo ulibaini kuwa alipata majeraha, kukiwemo kuvunjika kwa mfupa wa kifua pamoja na kupasuka kwa viungo vya ndani, huku chanzo cha kifo kikithibitishwa kuwa na majeraha yaliyotokana na nguvu kubwa ya kugongwa. DCI inavitaka vyombo vya habari, viongozi wa kisiasa na wananchi kujizuia kutoa kauli zisizothibitishwa ambazo huenda zikaathiri uchunguzi au kudhuru wale walioshirikiana na uchunguzi. DCI imesisitiza kuwa itaendelea kufanya uchunguzi wa haki, wa kina na wa haraka kwa kuzingatia sheria. Mike Kagongo, TV47, Nairobi.